Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa watatu ambao ni Mseveni Menati, huyu ni mkazi wa Uyole, Fredi Lulandala, mkazi wa Mapelele, na Joseph Ngelenge, huyu ni mkazi wa Uyole pia hapa jijini Mbeya. Hawa wanatuhumiwa kwa tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilo 168. Watuhumiwa walikamatwa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2006 baada ya kuingia katika stendi kuu ya mabasi jijini Mbeya wakiwa kwenye bajaji yenye namba za usajili MC 550 EWN aina ya TVS Kings, wakiwa na dawa hizo za kulevya zikiwa kwenye mabegi 8 ya nguo, wakiwa wamepaki wakitaka sasa kusafirisha kuelekea mkoani Arusha. Watuhumiwa wanaeleza kwamba waliingiza madawa ya kulevya kutoka nchi za jirani, yani kwa maana ya nchi ya Malawi, na wanaeleza kwamba waliingiza nchini dawa hizo kutoka nchi jirani wakitaka kuzisafirisha kwa njia ya basi kuelekea jijini Arusha. Upelelezi unakamilishwa na hatua zaidi za kisheria zinaandaliwa sasa, zinakamilishwa ili waweze kuchukuliwa hatua zaidi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa watatu ambao ni Ajili Mwapelele, mkazi wa Iganzo, Elvis Shabani, mkazi wa Igodima jijini Mbeya, na Victor Paulo, mkazi wa Igurusi wilaya ya Mbarali. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za wizi wa pikipiki ya magurudumu matatu maarufu Guta yenye namba za usajili MC 495 FFY aina ya Sinolai. Watuhumiwa waliiba pikipiki tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira saa 9 za usiku huko katika kijiji cha Uhenga wilayani Wanging'ombe mkoa wa Njombe kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Haruna Shomari Mahangire. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Uhenga, na kisha walisafirisha bajaji hiyo au pikipiki hiyo hadi mkoani Mbeya kwa ajili ya kutafuta soko na kutaka kuiuza. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilianza ufuatiliaji, na Januari tarehe 21 mwaka 2026 majira ya saa 5 za asubuhi huko Iganzo jijini Mbeya, jeshi la polisi waliweza kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao wakiwa na mali hiyo ya wizi, na upelelezi sasa kufuatia tukio hili unakamilishwa ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya hao watuhumiwa wote watatu.